Na asante Fatma Hassan. Mtazamaji, ni wakati wa kuangaza yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze na habari za michezo kitaifa. Ofisa habari na mawasiliano wa shirikisho la soka Tanzania TFF Clifford Marion Nimbo amesema maandalizi ya michezo ya hatua ya 16 bora ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu 2025-2026 yamekamilika, huku mashabiki wakitarajia burudani ya hali ya juu pamoja na maboresho makubwa ya zawadi yatakayoongeza hamasa kwa timu zinazoshiriki pamoja na wachezaji binafsi. Akizungumza kuelekea michezo hiyo, Nimbo amebainisha kuwa hakutakuwa na mechi mbili muhimu zitakazochezwa katika mji wa Dar es Salaam na Geita, ambapo JKT Tanzania itamenyana na Mbuni FC huku Geita Gold ikikaribisha Mashujaa FC. Kwa upande wake, benchi la ufundi la JKT Tanzania na Mbuni FC, makocha na wachezaji wamesema vikosi vipo tayari kwa mapambano, wakilenga kusonga mbele katika hatua inayofuata. Hatua hii ya 16 bora imeongezewa baadhi ya vitu pia, kwa maana ya kwamba ambavyo katika michezo ya hatua zilizopita haikuwepo. Kuanzia hatua hii tutaanza kuwa na mchezaji bora katika kila mchezo. Kwa hiyo michezo hii yote minane, kwa maana ya timu hizo 16, kutakuwa na mchezaji bora ambaye atakuwa anapata zawadi kutokana na huo uchezaji bora. Focus ya club, staffu pamoja na wachezaji ni kuona namna gani tunaweza kwenda mbele, lakini tunakwendaje mbele? Tunapaswa kumheshimu opponent ambaye tunakutana naye. Haitakuwa mechi rahisi, tunahitaji kuwa solid, tuwe compact sana na tuwe na respect uwanjani, tucheze kwenye ubora wetu ambao tuko nao. Tunafahamu kwamba JKT ni timu nzuri, lakini hata Mtibwa pia ni timu nzuri, na JKT imekuwa ikifanya vizuri, lakini na mwalimu pia mzuri. Lakini kitu kimoja ambacho sisi tunakiamini, cha kwanza ni dakika 90 za kesho ndio tumezifanyia matayarisho makubwa sana. Lakini kitu cha pili, tunaamini wachezaji hawatofautiani sana, kwa sababu hata sisi tuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza ligi kuu na sasa tuko nao kwenye timu yetu. Tumejiandaa vizuri kiakili, kimwili, kufuata maelekezo ya kocha pamoja na benchi la ufundi. Naamini tutapata matokeo pointi 3, kwa sababu sio pointi 3 tena, ni mashindano ya kuvuka hatua iliyopo na kwenda mbele. Sisi pamoja na mwalimu tulikuwa tuna malengo, na malengo yetu ilikuwa ni kucheza na timu 3 endapo tutapata nafasi, na tumeanza na mguu wa kwanza, tumefanya vizuri. Tunakuja kukutana na mechi ya pili ambayo ni JKT. Naamini tutaenda kuonyesha ushindani katika dakika zote 90. Naamini tutatoa burudani nzuri na mwenye maandalizi mazuri anaweza kufanikiwa kuitafuta hatua ya 3. Na kwingineko, timu ya soka ya wanawake ya Manyoni Sports Center imeendelea kuonesha ubora wake baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya timu ya UMITASHUMTA ya wilaya ya Manyoni katika mchezo wa kirafiki uliopigwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Jumbe mjini Manyoni. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya mashindano hayo kwa diwani wa kata ya Manyoni mjini Stanley Mafanya, kapteni wa timu ya wanawake ya Manyoni Sports Center Sofia Mengo akasema, baada ya kuwa mabingwa wa mkoa, sasa timu yetu inatakiwa kujiandaa na ili kushiriki mashindano ya mabingwa wa mikoa yatakayoanza mwezi wa 7 mwaka huu 2026 huko Mwanza. Hivyo kutakuwa na gharama kubwa za maandalizi. Akiongea na wachezaji wa timu hiyo ya wanawake, diwani wa kata ya Manyoni mjini Stanley Mafanya akatumia fursa hiyo kuwapongeza walimu wa timu hiyo pamoja na wachezaji kwa ujumla kutokana na kuitangaza vyema wilaya ya Manyoni. Kwa namna moja au nyingine, niseme Manyoni sasa inaonyesha kwamba kumbe kuna wanamichezo, na kwa namna hiyo tunatafuta ajira kwa vijana wetu, kwa sababu timu ikifanya vizuri tayari sifa na haki na utaifa na Utanzania na Manyoni yetu tayari inang'aa. Mfanye mazoezi kwa bidii, mcheze, mjitume. Hamtaishia kwenye ligi hizi ndogo tu, unaweza kwenda mkoa, baadaye wakawaona Dodoma Jiji, ukaenda Mwanza, ukaenda Arusha, utakuwa tayari umejipatia ajira.
Naamini kabisa katika vipawa, kama vipawa hivi vikiendelea kuendelezwa, nina imani kubwa tutapata vijana ambao wataenda kufanya vitu vizuri. Katika mchezo huo wa mazoezi ya kujiandaa na mashindano ya mabingwa wa mikoa yanayotarajiwa kuanza kutimua vumbi mwezi wa 7 mwaka huu katika mkoa wa Mwanza, pamoja na kukipima nguvu kikosi cha wachezaji wa Metashimta, Zainabu Huseni ndiye pekee aliyefungia timu ya Manyoni Sport Center magoli kunako dakika 25, 42 pamoja na dakika ya 76 ya kipindi cha pili. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka Manyoni, na tuwekea utoa kwenye habari za kitaifa. Na sasa tuungane na msimulizi wetu kujua ni yapi ambayo yamejiri kwa upande wa michezo kwenye habari za michezo kimataifa. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea kutimua vumbi jana kwa michezo miwili kupigwa, ikishuhudiwa vilabu vya Barcelona, Atletico Madrid, PSG na Liverpool zikishuka dimbani kusaka nafasi ya kufuzu hatua ya nusu fainali. Mabingwa watetezi PSG walikuwa uwanja wao wa nyumbani wa Parc des Princes ukipiga dhidi ya Liverpool ya nchini Uingereza, na mchezo huo kumalizika kwa PSG kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, magoli yaliyofungwa na nyota Deze Duo pamoja na Visca Kvaratskhelia, na kuitanguliza mguu mmoja hatua ya nusu fainali mabingwa hao watetezi. Mchezo mwingine jana ulichezwa uwanja wa Spotify Camp Nou nchini Hispania, ambapo mabingwa mara 5 FC Barcelona waliwaalika wagumu wa jiji la Madrid, Atletico Madrid, na kujikuta wakipoteza kwa magoli 2-0 yaliyowekwa kimiani na nyota wa Argentina Julian Alvarez pamoja na Alexander Sørloth, huku kocha Hansi Flick akikiri kuwa jana walikuwa na mchezo mgumu, japo wana nafasi ya kwenda kusawazisha huko ugenini. Huku kwa upande wa Diego Simeone, kocha wa Atletico Madrid, akikiri kwamba mchezo huo bado haujatamatika, lakini wanafurahia kupata matokeo hapo jana. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10. Asante Juma Mohamed kwa kutujuza hayo kwa upande wa habari za kimataifa. Na sasa tuangaze kwa yaliyojiri kwa upande wa habari za burudani, ambapo zilizobamba huko mitandaoni ni kuwa katika milima ya Da Nang ndani ya Bana Hills nchini Vietnam kuna simama daraja maarufu la dhahabu linalotambulika kama Golden Bridge, daraja lisilo la kawaida ambalo limeinua vichwa vya watalii kutoka duniani kote. Hapa ni asili na usanifu wa daraja ambalo linasimamishwa angani na mikono mikubwa ya mawe. Kila hatua inayopigwa inakuleta mshangao mkubwa na mshangao mpya. Maswali yamekuwa mengi huku mtandaoni kwa mandhari ya upeo usio wa kikomo. Daraja la dhahabu ni zaidi ya kivutio nchini Vietnam. Imekuwa hadithi ya uzuri, bunifu na mafanikio ya ubinadamu yanayoshangaza macho na moyo pia. Tuna sehemu nyingi jamani za kwenda kutembelea na kujionea mambo mengi ambayo yapo hapa duniani. Mimi naitwa Esther Mtebe na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani.